وهو العزيز الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هذه اللذات فإنه يمحص الذنوب ويزهد في الدنيا. وقال الشاعر: وساوى الموت بين الخلق ترا فكلهم رهائن الفناء. صدق الله العظيم. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu mtukufu wa umma, si mwingine ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tumshukuruni Allah ambaye ametuwezesha wachache miongoni mwa wengi kuweza kufika eneo adhimu, eneo takatifu kwa ajili ya kuyatekeleza maamrisho yake Allah tabaraka wa taala. Wapo wenzetu waliokuwa na fikra na mawazo ya kuweza kufika katika eneo kama hili, lakini kwa uwezo wa Allah tabaraka wa taala hawakuweza kubahatika kufika eneo hili. Kwa hiyo ufikaji wetu si kwa sababu kwamba sisi ni wachaji Mungu sana, ama ni kwa sababu ya nguvu zetu ama uwezo wetu ama fikra zetu, isipokuwa ni kwa uwezo wake Allah tabaraka wa taala. Basi kwa uchache tupelekeni shukrani zetu za dhati kwa Allah tabaraka wa taala kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Ndugu zangu Waislamu, jambo la kwanza ninalohusia na pia kuihusia nafsi yangu ni katika swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala, ama ni katika swala zima la kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Takwa ndiyo ambayo itatusababisha tuweze kufanikiwa katika maisha ya duniani na vile vile kuweza kufanikiwa katika maisha ya akhera. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa wachaji Mungu. Ndugu zangu Waislamu, katika siku ya leo, jambo ambalo litaweza kuhusia lakini pia kuihusia nafsi yangu ni katika swala zima fi dhikri al-maut, katika kuyakumbuka mauti.
Hii ndiyo mada ambayo itaweza kuwakumbusheni na pia kuikumbusha nafsi yako. Kwa nini nimependelea ama kukusudia kuweza kuzungumza mada hii? Kwamba tuweze kuyakumbuka mauti. Wengi leo katika mgongo wa ardhi tumejisahau, tumemtupa Allah tabaraka wa taala, tumemsahau Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Lakini pia asilimia ya watu wengi wamesahau mauti, wamesahau kufa. Kwa hiyo ndiyo maana nikakusudia kuweza kuwakumbusha katika suala zima la mauti. Jambo hili baadhi wanalitambua, wanalijua kwamba wapo katika mgongo wa ardhi, lakini ipo siku wataweza kuondoka. Na wale wanaoyakumbuka mauti alafu wakakumbuka kwamba ipo siku atakuja kuondoka katika mgongo wa ardhi, ndiyo pale anapoachana na kuikimbiza dunia akayafanya yale ambayo Allah tabaraka wa taala anayaridhia. Lakini wale ambao wamesahau kufa, wamesahau kwamba ipo siku watakuja kuondoka katika mgongo wa ardhi, ndiyo pale wanapojisahau kwa kuyafanya matendo ambayo Allah tabaraka wa taala anayaridhia, wako bize na mambo ya dunia. Sasa ndugu zangu Waislamu, tutambue ya kwamba tusiyasahau mauti. Kwa nini tusiyasahau mauti? Hakika ya mauti hayajatusahau sisi. Ni muda na wakati ukifika utaweza kuchomolewa roho yako, utaweza kuondoka katika mgongo wa ardhi. Na kubwa ambalo nalikusudia hasa katika kuyakumbuka mauti ni kufanya tajihizi baada ya kuondoka, kwamba lau Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anamtuma yule bwana Israeli kuja kuchomoa roho yako ndani ya muda kama huu, mimi na wewe, kuna lipi ambalo tumelitengeneza ama kuna lipi ambalo unaona hili ni sababu mimi ya kuweza kuokoka na adhabu za Allah tabaraka wa taala? Yawezekana kila mmoja ukamuuliza kwamba lau Allah tabaraka wa taala anamtuma yule malaika mtoaji roho anakuja kuchomoa roho yako, wewe una lipi ambalo umelifanya? Kila mmoja ataanza kufikiria, na alafu pia yawezekana akakosa jibu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, nawahusia sana na kuihusia nafsi yako, tukumbukeni mauti, kwa sababu mauti hayajatusahau sisi. Ni muda na wakati, na wewe pia ukifika utaweza kuondoka katika mgongo wa ardhi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anaelezea ndani ya Qur'an kumwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kipenzi chake mtukufu wa umma, ambaye alifanya kazi kubwa sana kuutengeleza ulimwengu, kuwalingania watu, kuwatoa katika dhulma na kuwapeleka katika haki, kuwatoa katika upotevu na kuwapeleka katika uongofu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitun
wa innahu mayitun. Mtume anapewa habari kwamba hakika yako wewe Mtume Muhammad mayitun, utakufa, utaondoka katika mgongo wa ardhi. Kwa hiyo kaa unavyokaa, lakini ipo siku utaweza kuondoka katika mgongo wa ardhi. Wa innahu mayitun, na hao ambao wako nyuma yako masahaba na wengine wote pia wataweza kuondoka katika mgongo wa ardhi. Kwa hiyo kama mtume anapewa habari kama hii, ataweza kuondoka, na kisha pia anafahamishwa waliokuwa nyuma yake wataweza kuondoka. Kwa nini leo hii tunalisahau katika mgongo wa ardhi? Kwa nini leo hii tunamsahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kufanya maandalizi pale ambapo tutaweza kuchomolewa roho zetu kupelekwa katika maisha mengine? Tunajisahau. Maana tufahamu ya kwamba, ndugu zangu Waislamu, baada ya haya maisha duniani kuna maisha ya akhera, maisha ya kaburini. Haya ni maisha ambayo ni mazito, maisha ambayo ni magumu kweli kweli, maisha ambayo yanadharura. Lakini kama hukufanya tajhizi, hukufanya maandalizi, na maandalizi ndugu zangu Waislamu ni kuyaenea yale ambayo Allah tabaraka wa taala anayaridhia, na kuyaacha yale yote ambayo Allah tabaraka wa taala hayaridhia. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anafahamishwa ya kwamba innaka mayitun wa innahum mayitun, wewe utakufa na waliokuwa nyuma yako wote wataweza kufa. Kwa hiyo hapa katika kufa hatuna mashaka, kila mmoja anatambua kwamba yeye ipo siku atakufa. Kila mmoja anajua kwamba ipo siku ataondoka katika mgongo wa ardhi. Imani zimekuja kupishana baada ya watu kufa. Baadhi ya wenzetu wanasema kwamba mtu akifa ndio basi amekufa, lakini sisi Waislamu imani zetu tunasema kwamba mtu akifa basi ameondoka katika hali fulani, mazingira fulani, na anaelekea katika mazingira fulani. Ina maana kutoka uhai huu na kwenda katika uhai mwingine, maisha mengine. Kwa hiyo maisha yale ambayo ataelekea mwanadamu ndiyo maisha ambayo yanahitajika aweze kujipinda kweli kweli. Kama huna shaka na kuondoka katika mgongo wa ardhi, yafanye yale ambayo Mwenyezi Mungu anayaridhia. Kama huna mashaka, waona ipo siku mimi nitaingizwa katika kaburi, basi rudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini leo hii yawezekana asilimia ya watu wengi tumeyasahau mauti na kuyafanya na kushindwa kuyafanyia maandalizi mauti kwa sababu ya kusahau mauti. Tumejisahau, tumeridhika na maisha ya duniani. Kule kusahau kufa, ndiyo maana leo hii dhulma zimekuwa ni nyingi sana. Kule kusahau kufa, ndiyo maana leo hii uzinzi umekuwa ni mwingi sana. Kule kusahau kufa, ndiyo maana walevi leo hii ni wengi sana. Kule kusahau kufa, ndiyo maasi leo hii yamekithirishwa. Watu wameyavamia maasi kutwa kucha, lakini ni kwa sababu mwanadamu ameyasahau mauti. Kwa mtu ambaye atakaa chini akafikiria kwamba mimi ipo siku nitakuja kuondoka katika mgongo wa ardhi, kwa kweli hawezi kufanya dhulma. Maana anaona hii dhulma ambayo ninaifanya
mwisho nitaenda kulipa, na sio malipo mema, ni malipo ambayo ni mabaya. Mwisho wake ni kuingia katika moto wa jahannam. Mwanadamu angelifikiria jambo hili, asingeendelea na dhulma. Mwanadamu kwa kule kusahau mauti, ndiyo anaona kutapeli ni kitu cha kawaida. Anatapeli bila woga, bila hofu yoyote. Ni kwa sababu huyu ameyasahau mauti. Lau anakaa chini mwanadamu akafikiria kwamba hii dhulma ninayoifanya ipo siku nitaenda kulipa kwa Allah tabaraka wa taala, kwa kweli hawezi kufanya dhulma. Kwa hiyo kule kutofanya wingi wa kuyakumbuka mauti, ndiyo baadhi ya watu wengi sisi tunamkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lau ukiingia hapa msikitini baada ya kuswali ukatoka ukafikiria wataka useme uongo, alafu kuona kwamba hapana, mimi ipo siku nitakufa, na nikifa mimi huu uongo nitaenda kuona, na huu uongo sio mzuri, utanipelekea sehemu ambayo kwamba sio nzuri kwangu mimi, basi mwanadamu anaachana uongo. Leo watu wanapelekea kudhulumiana mpaka maeneo, kudhulumiana mashamba, viwanja, ni kwa sababu huyu kasahau kufa. Lau angeyaweka kipaumbele mauti, akaona kwamba mimi ipo siku nitaondoka katika mgongo wangu, hawezi kumdhulumu mwenzake kiwanja, hawezi kumdhulumu mwenzake eneo, hawezi kumdhulumu mwenzake pesa wala kitu chochote. Lakini kwa sababu kayasahau mauti, ndio pale anaona kudhulumu ni kitu cha kawaida. Na wengine wanatengeneza mpaka mawakala wa feki ili watetee uovu na wadhulumu, lakini anafanya hivi ni kwa sababu huyu kasahau mauti. Kwa mtu ambaye anafikiria ipo siku ataondoka, hawezi kudhulumu mwenzake, hawezi kunyang'anya, hawezi kupora. Leo hii vijana wanaingia katika mambo ya ovyo ovyo, kunywa mapombe, kupora watu, kufanya mambo ya ovyo ovyo, ni kwa sababu wameyasahau mauti. Lau wanakaa chini wakayakumbuka mauti kwamba ipo siku na yeye atabebwa katika mabega, atasindikizwa katika viwanja vile ambavyo watu wanalazwa, ataingizwa katika mwanandani, akilifikiria hili peke yake, basi anarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kwa kuyasahau mauti, ndio watu leo wanafanya kila ambalo wanataka na wanalisikia katika nafsi yao. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, na wahusia na kuhusia nafsi yao, tuyakumbukeni sana mauti. Tukiyakumbuka mauti, ni hakika yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayaridhii, tutaweza kujiepusha nayo. Tukiyakumbuka mauti, ni hakika yale ambayo Allah Tabaraka wa Ta'ala anayaridhia, tutaweza kuyaendea. Kwa hiyo Allah Tabaraka wa Ta'ala anamwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, innaka mayitun wa innahum mayitun, hakika wewe ni mfu, hakika wewe utakufa, na hakika ya hao watu wa jamaa zako waliokuwa nyuma yako wote watakufa. Mimi na wewe kama twajua kuna kufa, kama twajua kuna ondoka, tutaondoka. Je, kuna kipi ambacho kwamba tumekitengeneza? Kuna lipi ambalo tumelifanya kwa ajili ya safari ya mauti, kwa ajili pale ambapo tutaondoka, tutapelekwa katika maisha mengine? Je, wakati ule tusindikizwa la ilaha illa Allah, la ilaha illa, waenda kuanza maisha mapya, una lipi ambalo umelitanguliza? Hili ni swali kila mmoja aweze kujiuliza, na kila mmoja aweze kulitafakari. Atakapokaa chini mwanadamu akaifikiria hii siku ya kuondoka katika mgongo ardhi, kila mmoja atarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ukishindwa kukaa chini ukayakumbuka mauti, ndio utaona kudhulumu kitu cha kawaida. Utakuwa wewe kazi yako kudhulumu, kula rushwa, kusema uongo, kusengenya, kuzini,
yote utaona ni mepesi na ni vitu vya kawaida, kwa sababu umesahau mauti. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatueleza ya kwamba akthiru min dhikri hadhihi ladhati, fanyeni wingi sana wanadamu, kila mnapokaa, mnapolala, mnapotembea, dhikri hadhihi, akthiru min dhikri hadhihi ladhati, fanyeni wingi sana kila mnapokaa, mnapotembea, mnapolala, kukikumbuka kile ambacho ni chenye kukata ladha, kile ambacho ni chenye kukata starehe zote za ulimwengu. Chenye kukata ladha ni kipi? Ni al-mauti. Haya ndiyo ambayo yanahitajika mimi na wewe kila mara tuweze kuyafikiria. Itakuwaje siku ambayo nitaondoka katika mgongo wa ardhi? Itakuwaje mimi siku ambayo nitakuja kufarikiana, kutengana na watu wangu, kutengana na watoto, kutengana na mke na mali na vitu vyote ambavyo kwamba vipo katika mgongo wa ardhi? Ikumbuke siku hii kwamba itakuwaje ile siku. Unahama katika maisha ya duniani, unaelekea katika maisha mengine, sehemu ambayo kwamba haina mshumaa, haina sola, haina kibatari, haina kitu chochote ambacho kwamba uweze ukawasha usiku kamulika. Lazima uifikirie siku hii, siku ambayo kwamba utarejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, siku ambayo mauti yatakuja kukufika mimi na wewe. Siku hii wewe chukuliani, fikiria sana, ambapo kwamba utapelekwa katika kaburi. Watu wanalia, umemwacha mke amepamba, unampenda, umeacha majumba yako, umeacha starehe zote katika mgongo wako, unaenda katika maisha mengine. Siku hii fikirie sana. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatueleza kwamba akthiru min dhikri hadhihi ladhati, fanyeni wingi sana kukikumbuka kile ambacho kwamba ni chenye kukata ladha. Mauti yanakuja kukata ladha ya mkeo, ulikuwa unastarehe naye, ulikuwa unampenda, wamuita majina yote, sijui my love, my sweet, manhani. Mauti yanakuja kukata ile starehe yako. Kumbuka sana kile ambacho kwamba kitakata ladha zako. Una nyumba yako, ukitoka hapa waenda kufungua skrini TV, unaangalia, una masofa, unajimwagamwaga, kitanda 6x6, wala unavyotaka. Kumbuka sana kile ambacho kwamba kitakuja kwa hizi starehe. Kikumbuke sana. Yaani kila ukikaa wewe yakumbuke haya mauti. Na ukiyakumbuka haya mauti, utarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utaona hivi vingine vyote ni ziada. Lakini baadhi yetu sisi hatumchi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wala hatuyafanyi mema, ni kwa sababu tumeyasahau mauti. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatueleza kwamba akthiru min dhikri hadhihi ladhati, fanyeni wingi sana wa kuyakumbuka ama kukikumbuka kile ambacho kwamba ni chenye kukata ladha, starehe zote za ulimwengu. Wafikia wakati una mkeo wajamwacha aolewa na mwenzako. Kwa hiyo hebu fikirie sana hii, kama huyu mke pamoja na kumpenda, lakini ipo siku ima yeye ama mimi nafa, alafu akibakia katika ulimwengu, ukiondoka wewe anatokea kidume, anamuoa, anastarehe naye. Ikumbuke sana siku hii ambapo kwamba utaondoka, na ni mke ya mume mwingine atakuja kukuoa. Na ukifa yule mke, alikadhalika mke mume naye atakaa, baada ya muda majonzi yataondoka, atasahau, atakuja kuoa mke mwingine. Kwa hiyo watu wakae sana, alafu wafikirie kwamba siku watakapoondoka katika mgongo wao kule wanakuelekea wameandaa vipi. Hebu mwanadamu vuta picha, mfano ndio malakul mauti anakuja ndani ya muda huu, anakuja kuchomoa roho yako, wapelekwa katika kaburi, sehemu ambayo ni finyu, limechimbwa lile kaburi, alafu pia bado watu wanaona haitoshi, inachimbwa sehemu nyembamba sana, ambayo wengine unapima
saizi ya nyayo yako, ndio sehemu ambayo kwamba unaingizwa wewe, lakini bado pia ufikirii wajamdhulumu mwenzako eneo, wajamdhulumu mwenzako kiwanja, lakini kumbe utaenda kuingizwa sehemu ndogo sana. Kwa hiyo ikumbuke ni siku kwamba utaingizwa katika ule mwanadamu. Alafu pia bado watu wanaona haitoshi, watu wanasema lete ubao, unawekewa ubao juu. Ifikirie siku hii. Hii siku ukifikiria utarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alafu bado watu wanasema haitoshi, lete maua, wanaweka juu. Wewe bado unajisahau. Watu wanaona haitoshi, sasa inakuja tani ya mchanga. Watu pamoja na kuwa na mapenzi na wewe, walikuwa wanakupenda, wanakuhurumia kweli kweli, hakuna hata mmoja anayesema jamani niacheni ama nisikeni nayo. Watu ndio mwanzo wanagombeana mashepu, kila mmoja atakawe wapanza kuzidi. Ifikirie sana siku hii. Yaani kama hata ulikuwa na mapenzi kiasi gani, wapendwa, hakuna hata mmoja atakayesema jamani hebu niacheni kwamba nifikie pole pole. Ifikirie sana siku hii. Akthiru min dhikri hadhi miladat, kikumbukeni sana kila mnapokaa hiki chenye ukatalabu. Tuone kwamba haya magari, pikipiki, majumba, wake, watoto, wote tutakuja waache. Utake ustaki, ni muda tu. Mshairi anasema ya kwamba wasawa almauta baina alkhalqi turra fakulluhum rahainu lilfanai, kwamba yamewekwa sawa sawa haya mauti baina alkhalqi turra, kwa viumbe wote mauti yamewekwa sawa sawa. Tajiri utakufa, maskini utakufa, mke atakufa, mume atakufa, mtoto atakufa, mtu mzima atakufa, aliyekuwa na akili timamu atakufa, na asiyekuwa na akili timamu atakufa. Kullu man alaiha fa, kila kilichokuwepo katika mgongo wa ardhi kitakufa. Sasa wewe wajua kuna kufa, kwa nini wewe kumbakia dunia? Kwa nini leo hii wajisahau? Kwa nini leo hii kila kukicha, kila ukiamka uko bize na kuikimbilia dunia? Hali ya kuwa tunaambiwa kwamba wasawa almauta baina alkhalqi turra, kwamba yamelinganishwa kuwa sawa sawa, yamewekwa sawa sawa haya mauti, kwamba kila mmoja ataweza kufa. Kisha mshairi akasema ya kwamba fakulluhum rahainu lilfanai, nyinyi nyote pamoja na mimi tuko katika rehani, katika kufa. Kuna alikuwa na mashaka. Sasa kumbe sisi hatuna mashaka, na kila mmoja leo hii ni marehemu mtarajiwa. Kwa nini wajisahau? Kwa kule kuyasahau mauti. Ndio maana baadhi yetu sisi kila mmoja yuko bize, kila mmoja apiga mahesabu ya kuendelea katika mgongo wa ardhi. Na ndio maana wanazuoni, watu ambao waliafikiria sana mauti, wakaona kwamba ipo siku wataweza kuondoka, walisema ndo haya: utlubu dunya kaanni khalidun wa warai almautu yakfuru lilathar, kwamba hivi niitafute dunia kila kukicha, nikiamka, nikilala, napiga mahesabu, nimeingiza kitu gani, nimepungua kitu gani, nizidishe kitu gani. Kuna watu meshaelewa kwa hivi, kila siku apiga mahesabu, leo nimeingiza milioni 2, leo nimeingiza milioni 3, mpaka sasa nina gari 2, mpaka mwezi fulani hapa niingize gari 5. Kuna watu wapo katika maisha haya, lakini hawapigi mahesabu kwamba mimi nikiondoka, je, kuna yapi niliyofanyia Mungu? Mimi na wewe, hebu tukifika ndani leo, kila mmoja akae chini afikirie. Mfano Israeli aja chomoa roho yangu mimi leo hii. Tena ukitaka ufikirie vizuri na uwe na ibra, zima ile taa balbu usiku, alafu ulete taswira ama uvute picha, jijalie kama ndio mfano upo kaburini wakati ule. Njoo utakuwa na ibra vizuri kwamba hapa ndio kaburini hapa. Ukiangalia ukutani uone, juu uone, pembeni uone, alafu vuta picha kwamba ndio yule bwana wa adhabu aja ndani ya usiku. Kuna kitu ambacho umekifanya.
Yawezekana na dhulma, wizi wako, wake wa watu wako, kunywa pombe kwako, usimamo gani wizi ndio kwako, kusema uongo ni wewe. Sasa ndio pale yote yamekusanyika. Utasalimika? Huwezi kusalimika. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tuyakumbukeni sana mauti. Tukiyakumbuka mauti, hatuwezi kudhulumu, hatuwezi kula mali za watu, hatuwezi kunyang'anya mashamba ya watu wala viwanja vya watu. Tukumbukeni sana siku kwamba tutaondoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio pale mwanazuoni akasema ya kwamba utulubu dunya kaanni khalidun, hivi nipupie dunia, nitafute dunia kana kwamba nitaishi milele. Alipofikiria tu akona hii dunia sio kuendelea nayo, akasema ya kwamba wa warai al-maut yakful al-athar. Mwanadamu tambua ya kwamba wewe wasahau kufa, lakini yale mauti kile kutembea shekhe ndio yako nyuma yako, unatembea nayo. Ndio pale saa nyingine watoka mzima wafika nyumbani umeshipana kichwa, watangaziwa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Kwa hiyo shekhe mwanazuoni anatuambia kwamba utulubu dunya kaanni khalidun wa warai al-maut yakful al-athar, kwamba kila ukitembea mwanadamu sehemu unapoacha ile alama ya nyayo yako, ndio malakul mauti anatembea, yuko anasimama sehemu. Kwa hiyo kila mmoja atambue kwamba nyuma yake yuko Israeli. Usigeuke shekhe kwa kutafuta, uweze kumuona, lakini jua kwamba kila alipokaa mwanadamu nyuma yake ndipo Israeli yupo. Ndio pale muda unapoisha inatolewa mambo yake. Qala sha'ir tabnajata wala tasluku masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabas. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar.